Kabla ya taarifa hizi ambazo ni za ndani vile tunafanya katika mtandao wetu wa Tanzania ITV, ni kutoa siri zote ambazo huwezi kuzipata mahali popote pale. Naomba ikiwa ni mgeni unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kemkem za ndani kila wakati vile tunazipata papa hapa Mbeya, Tanzania. Cha muhimu ama cha kuzingatia zaidi, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu. Taarifa za siri ama siri kubwa imeweza kutolewa kuhusiana mpango wa kumuua kiongozi wa kitaifa katika chama cha Chadema, Mheshimiwa Tundu Lissu. Siri hii imeweza kufichuliwa kwetu sisi. La kwanza, nani ametoa siri na ni kivipi amepangiwa kuuliwa? Kulingana na mwanaharakati hapa Tanzania ambaye anaitwa Rejol Dangwa, amesema amepata taarifa za ndani kwamba kiongozi wa mrengo wa upinzani haswa chama cha demokrasia na maendeleo, Tundu Lissu, amepangiwa kuuliwa kwa kupiwa marisasi kichwani mwake. Sasa iko hivi, kulingana na mwanaharakati huyu, anasema vile Tundu Lissu amekuwa akisafirishwa na magari ya magereza kuelekea mahakamani kwa sababu ameshtakiwa kwa kosa la uhaini. Sasa kuna njama ambayo imeundwa na serikali ya Samia Suluhu Hassan. Yale magari ambayo yamekuwa yakimsindikiza mengi yaweze kupunguzwa, yawe magari mawili tu ambayo yanamuondoa gereza kumwelekeza kule mahakamani. Lakini katika magari yale mawili hivi watafute askari fake, wavae sare za jeshi la polisi, kwa sababu yeyote ambaye ameajiriwa anafanya kazi kama jeshi la polisi kuna ile nambari halisi ya serikali. Ukiiona unaweza kumtambua huyu ni nani. Sasa wavalishwe sare ambazo ni fake ama gushi, huwezi kumtambua huyu ni askari yupi. Waingie kwa magari yale mawili, waweke Tundu Lissu ndani. Wanapoondoka gerezani, wafike njiani, njama itakuwa imeivana. Mashambulizi yaanze, wageuke kwa sababu watakuwa na bunduki. Wameambiwa kulingana na Dangwa wampige Tundu Lissu risasi nyingi kichwani. Mtafaruku ama sintofahamu hapa na pale iweze kushuhudiwa. Na wale ambao watampiga risasi kichwani, kuna wale ambao wamepangwa tena wawapige nao risasi gushi fake, ili ionekane ni wote walishambuliwa, lakini kwa bahati mbaya Tundu Lissu ndiye aliweza kuaga dunia. Lakini Tundu Lissu apigwe risasi halisi, risasi za moto. Lakini hawa ambao watampiga risasi za moto, wao watapigwa risasi za plastiki, zile gushi, na hakuna yeyote ambaye ataaga dunia zile za plastiki, ili ionekane nao waliweza kushambuliwa, wapelekwe hospitali ukora. Lakini shughuli itakuwa imekamilishwa, njama itakuwa imekamilishwa vile imeweza kupangwa sasa hivi, vile Tundu Lissu atakuwa ameuliwa. Sasa tunajiuliza maswali, kwa nini Tundu Lissu anapangiwa mengi hivi? Sasa serikali ya Samia ikamwekea kesi ya uhaini. Jamhuri hiyo hiyo imekosa ushahidi wa kumpata na makosa. Ni siasa tu ambazo zinasababisha haya yote. Ikumbukwe Tundu Lissu aliweza kupigwa marisasi hapo mbeleni 16 muhuni. Hata wakati anapotembea ukimwona Tundu Lissu atembei vizuri, alienda kutipiwa Uaibuni, kisha baadaye akarejea wakati Samia Suluhu Hassan aliingia mamlakani baada ya Pombe Magufuli kuaga dunia. Sasa tukaona huyu Samia atakuwa kipenzi cha Watanzania tena kwa kumuita Tundu Lissu, wakasalimiana
lakini wakati Tundu Lissu alitangaza mambo ya siasa akamgeuka tena. Ni Mungu aliweza kumponya. Risasi 16 ziliweza kumpiga mguuni, na sasa wamepanga kwamba hawawezi kumpiga mguuni, watampiga kichwani ili aage dunia. Hata wakimuua Tundu Lissu, atapaki kuwa kiongozi ambaye ni mtetezi wa haki za binadamu, ambaye ni mtetezi wa sisi wa Tanzania. Tundu Lissu, mataifa mengine yameonekana yakimpigania. Bunge la Ulaya, Umoja wa Mataifa, Marekani, wote wametoa amri kwa Rais Samia Suluhu Hassan kumwachilia Tundu Lissu na apewe huduma zote za matibabu na akubaliwe kwenda nyumbani kuonana na familia. Lakini Rais katili Samia Suluhu Hassan ambaye aliweza kujichagua ameshupaza shingo, hajatimiza ama hajafanya vile ameambiwa kumwachilia Tundu Lissu. Sasa na kuna taarifa zingine ambazo niliweza kuziangazia hapa, nikasema Samia Suluhu Hassan amekuwa akisumbua familia ya Tundu Lissu kwamba waende wapembeleze Tundu Lissu, akubali asalimu amri, akubali kwa mazungumzo, aende Ikulu wakutane. Sasa kwa sababu imeshindikana, kwa sababu Tundu Lissu amekataa, hawezi kukubali, hawezi kusalimu amri, hawezi kukutana na Samia Ikulu, kwa sababu hataona amewasaliti sisi wa Tanzania. Anaendelea kupigania haki hadi siku ile ya mwisho. Sasa kwa sababu amekataa, sasa njama nyingine imeweza kupangwa, vile tumeweza kupata taarifa hizi kupitia mwanaharakati Rejoel Dangwa kwamba amepangiwa sasa kuuliwa kwa kupigwa risasi. Tundu Lissu alikamatwa mwezi wa 4 mwaka jana 2025 kwa kosa la uhaini. Amekaa kwa miezi 11 gerezani sasa hivi na anakaribia kumaliza mwaka. Kosa la uhaini katika taifa letu la Tanzania mwaka 1977 sheria zile zinasema ya kwamba hamna dhamana, ukipatikana na kosa ni kunyongwa. Sasa ni kama wameshindwa kwa sababu hamna ushahidi wa kudhibitisha kwamba Tundu Lissu aliweza kufanya uhaini wakati alifanya no election ama no reforms no elections, yani kusipokuwa na mabadiliko hakutakuwa na uchaguzi. Sasa hakuna kosa ambalo limepatikana, na serikali hii ya Samia imeona huenda watashindwa kwa sababu imeonekana wazi hadharani mahakamani vile ushahidi unatolewa, jamhuri inakosa ushahidi wa kutosha. Sasa kwa sababu wanaenda kupoteza kesi hii, sasa wanataka kupanga njama ya kumwangamiza, kwa sababu walikuwa wanataka wamwangamize kupitia uhaini, anyongwe kwa sababu ni kosa kubwa. Sasa imeshirikana kwa sababu hamna ushahidi wa kutosha, sasa wanataka kumuua kwa kumpiga risasi. Tunaendelea kufuatilia taarifa hizi, tukizipata zingine tutakuwa tunawafahamisha, kwa sababu sisi ni kutoa siri zile ambazo huwezi kuzipata katika chombo kingine cha habari. Asanteni sana, lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho ili uweze kusubscribe kwa kubonyeza patoni ya subscribe, washa kengele ili usikose kupata taarifa hizi kila wakati. Kwaheri kwa sasa.